Msanii chipukizi wa muziki wa Bongo Flava Cherry amefunguka kwa uchungu mkubwa kuhusu kile ambacho anakipitia, ikiwemo ni manyanyaso ya kimkataba na unyonyaji ndani ya lebo ambayo amesainiwa nayo. Kupitia ujumbe wake ambao ameposti kwenye page yake ya Instagram, Cherry anasema kwamba alisaini mkataba wa miaka 7 na lebo hiyo, lakini katika kipindi cha miaka 3 ameachia nyimbo 2 tu, video moja pamoja na EP moja. Licha mafanikio hayo ya awali, anadai kwamba hajawahi kulipwa posho, kodi wala kupata marupurupu yoyote kutoka kwenye lebo hiyo. Cherry anadai kuwa alipata wazo la kujiondoa kwenye lebo hiyo ili ajitegemee na kuendelea na maisha yake ya muziki. Aliambiwa alipe kiasi cha shilingi milioni 109 kama fidia kwa nyimbo 22 alizorekodi chini ya lebo hiyo. Ameandika ujumbe mrefu sana Cherry, ukipita kwenye page yake ya Instagram ameushia pale, ameandika kwamba naanza na upande wa muziki, then nafuata mambo ya rushwa za ngono na unyanyasaji wa kijinsia, nikiwa na ushahidi na majina ya wahusika, naombeni mnisaidie. Kama ni haki au si haki, nilisainiwa kwenye lebo mkataba wa miaka 7, silipiwi kodi, sipewi allowances. Ndani ya miaka 3 nimetoa nyimbo 2 na video moja na EP moja ambayo ilidhaminiwa na DSTV. Nataka nitoke nikajitegemea, naambiwa nilipe shilingi milioni 109, nikitoa nyimbo zangu mwenyewe kwa gharama zangu bila kutumia cost za lebo. Mwenye lebo anaongea na distributors, nyimbo zinashushwa kwenye platform, au bosi anasema tutumie hizo nyimbo na videos tuziposti kwenye platform zetu, otherwise hazitopandishwa. Akaeka emoji ya kulia machozi. Akaendelea kwa kusema kwamba siruhusiwi kufanya kazi, siruhusiwi kufanya interviews, siruhusiwi kuongea chochote popote. So kwa msichana kama mimi ninajipambania hiyo miaka 4 iliyobaki mpaka mkataba uishe, ninaishije na siruhusiwi kufanya kazi sehemu yoyote? Je, hiyo ni haki kuwalipa milioni 109 kwa nyimbo 2? Au kwa sababu wameona mimi ni mnyonge ndio maana wanataka kunionea? Au kwa sababu they have powers, yani au kwa sababu kwamba wana nguvu? Au wanatumia nguvu zao kuwanyanyasa wasanii wanyonge? Waandishi wa habari pamoja na watu wenye access na baraza la sanaa, mnisaidie kupaza sauti. Mimi shida yangu tu nitoke kwenye hii lebo, niendelee na maisha mengine. Hata kama watanibania nisiendelee na muziki kwa sababu they have connection, basi niendelee na kazi zangu nyingine. So ujumbe huo hapo Cherry ameupost kwenye page yake ya Instagram katika post, lakini pia kwenye Insta story ukienda pia unakuta ujumbe huu. Huku nimeona comment za watu tofauti wakiwa wana comment. Nimeona hapa Barnaba anamwambia pole my sister. Moni Central Zone huyu hapa anasema da pole sana. Huyu anasema Mungu ni mkubwa atakufanyia wepesi. Huyu anasema no, this is not acceptable. Hizi lebo zimekuwa nyingi sana, wanaumiza sana watu. Huyu anasema lebo gani hiyo? Huyu anasema pole sana baby, pole sana. So hao anasema mapato ya mauzo na show mnagawanaje? So kuna watu huku wanaona kama kuna namna ambavyo haiko sawa kwa upande wa Cherry, wanatamani kufahamu vitu vingi sana. Huyu anasema mlipo sign mkataba mlikubaliana vipi na ulilipwa shingapi ili tuone thamani ya milioni 109? Cherry ni msanii ambaye yuko chini ya Be Extra Records. So ukipita hata kwenye page yake Instagram pale ameweka kwenye bio yake pale kwamba yeye ni msanii ambaye yuko chini ya Be Extra Records, so yuko signed hapo, na ndo kama hivyo. Kwako maoni yako ni yapi kwa hichi ambacho amekiandika? Acha hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.